Acha niseme tu kwa utaratibu ya kwamba haya ni baadhi ya matokeo ambayo yanatokea baada ya uchaguzi, ambapo uchaguzi haukuwa na haki ama uchaguzi ulifanyika bila kuwa na haki ama kufuatilia haki yoyote ile. Nchi yetu hapa Afrika, nchi ya Cameroon, ilienda kwenye uchaguzi hapo juzi, ambapo waliketi takriban siku 3 wakisubiria kuadhimishwa kwa yule ambaye atakuwa ameshinda ule uchaguzi. Na mmoja wa wale ambao alikuwa kama mpinzani wa yule rais ambaye alikuwa yuko madarakani, na kwa sababu alikuwa anataka kuchaguliwa kuungwa mkono kwa mara nyingine ya 8 pale kwenye ile nchi, basi kwa sababu wananchi wengi kwenye mitandao pamoja na kwenye street ndani ya Cameroon walikuwa kila mahali wanasema kwamba hawamtaki yule rais. Hivyo basi huyu ambaye alikuwa ndio mpinzani na mwenye wafuasi wengi zaidi alijitokeza na kujaidhinisha mwenyewe ya kwamba yeye ameshinda ule uchaguzi, na akamtaka yule ambaye ni rais ambaye anajiita Paul Biya, mwenye alikuwa ndio anaongoza ile nchi kwa ile wakati, alimtaka ya kwamba ajisalimishe mwenyewe na kusema kwamba ameshindwa, hivyo basi anastahili kurudi zake nyumbani. Lakini siku 3 baadaye, kitu ambacho kilikuwa kinashtua watu ni pale ambapo ile shirika zima la kuhesabu kura na kumtangaza aliyeshinda lilitangaza ya kwamba Paul Biya ameshinda ule uchaguzi, na hivyo basi ikaacha watu wengi kinywa wazi. Vijana wakashangaa kwa sababu walikuwa wamejipanga kabisa kusherehekea kwa yule mpinzani ya kwamba atashinda ule uchaguzi. Hivyo basi ikawalazimu kuandamana, kuingia barabarani na kufanya fujo ya kila aina, ili mradi lile shirika liweze kugeuza yale ambayo walikuwa wanasema kwamba wameibiwa kura zao, ama kuna uonevu ambao umefanyika, ama kuna haki ambayo wanaikosa haikutendwa vile vikamilifu. Nikukumbushe tu ya kwamba Paul Biya ni kiongozi ambaye duniani kote, hapa kwenye earth duniani kote, narejelea ya kwamba yeye ndio kiongozi mzee zaidi, na endapo basi atamaliza hii tamu yake akiwa yuko hai, atakuwa yeye ndio rais kwenye madaraka ambaye atakuwa na miaka 100 years kuwa rais. Yani yeye atakuwa na miaka 11, miaka 100 years akiketia kiti cha urais, ambapo tunaona kwamba itakuwa ndio rais mzee zaidi hapa duniani kwa utumu. Na vile vile pia tukumbuke kwamba sahino Cameroon, tamu moja ya Cameroon kuwa kiongozi unapewa takriban miaka 8, na kwa sababu sahino tunavyoongea rais Paul Biya ameweza kuregeshwa kwenye madaraka hayo akiwa na miaka 92. Yani huyu rais wa Cameroon, as we are talking at the moment, he has 92 years old. So na kwa sababu ni miaka 8 kuketi kwenye kile kiti pale ndani ya Cameroon, basi endapo atamaliza akiwa hai atakuwa amefikisha miaka 100, ambapo itakuwa ni 2032, mwaka wa 2032 ndo atatafuta tena either aungwe tena mkono ama ataachilia aseme kwamba yeye ametosheka na ungwaji mkono ama ametosheka na kuwa rais pale nchini Cameroon. Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi kimenifanya nije hapa kwa KG Chipande niweze kuongea na Waafrika wenzangu, nitulizane tu kwa pamoja, na nitake nyote mshuke kwenye comment section hapo mniambie ni kitu gani ambacho kinafanya mpaka marais wengi wa Afrika ama nchi nyingi za Afrika wale ambao wanaongoza wanakuwa walafi. Yani kuna ule ulafi wa uongozi, endapo mtu yuko pale kwenye ule uongozi hata kama amefail na ameona kabisa kwamba wananchi wake hawamtaki, instead aachilie kile kiti ama amalize ile tamu yake ambayo yuko kwenye madaraka, na endapo ashamaliza basi aachilie, lakini atataka aendelee kurule each and every time, wakati yajua wazi kabisa amefail wananchi wake ama ameshindwa kudeclare ama kudeliver vile vitu ambavyo wananchi walikuwa wanatazamia yeye awapatie. Mfano mzuri tuko nao ni huyu Paul Biya wa Cameroon, ambapo alichukua ukurasa ama alichukua
alichukua uongozi mwaka wa 1982, 1982, ambapo alichukua uongozi kupitia upigaji kura, ambapo vile vile wakati ule pia kulikuwa kuna kisingizio kwamba aliibia mtu ndio maana akapata ule uungwaji mkono. It's okay. Na mpaka saa hii tuko mwaka 2025, yani mwaka 2025, ambapo amehudumu kwenye ule urais ama kwenye kile kiti cha urais kwa takriban miaka 43, na ni mara ya 8, kwa sababu tunasema kwamba ndani ya Cameroon unaserve miaka 8, unatoka ama unaachilia mwenzako aingie, ama utafute uungwaji mkono wa watu wa Cameroon waweze kukuregesha kwenye kiti. Kama vile vile nchi kama ya Uganda, Kenya, Tanzania, ambapo rais amepewa miaka 5 peke yake, atafute uungwaji mkono mwingine ama aachilie kile kiti. Na kwa sababu Kenya na Uganda, Tanzania na Kenya iko na katiba ambayo inafanana hapo kwenye urais, ambapo rais anatakikana ahudumu kwa terms 2 peke yake. So ukichaguliwa mara ya kwanza miaka 5, mara ya pili miaka 5, haustahili kurudi tena. Ukichaguliwa miaka 5 na mwaka wengine uje ujaribu ushindwe, basi itakuwa chako wewe kimeishia hivyo hivyo, ambapo nchi kama Uganda waliweza kutoa hiyo sheria ili mradi Kaguta Museveni aweze kuendelea. Nchi kama Cameroon pia vile vile iliweza kutoa hiyo sheria ili huyu Paul Biya na pia vile vile aweze kuendelea. Sasa tuombe nchi zetu hizi mbili, Kenya na Tanzania, zisiwezi kuiga mfano huu ambao tunauona. Kama kwenye Senate pale Kenya kunaye mmoja ambaye alikuwa ametoka ile sehemu ambayo Ruto ametoka, na vile vile pia ambapo alikuja na kujaribu nitasema kutest mitambo vile, ambapo alikuwa amesema anataka kutoa presidential term, ambapo rais ilitakikana afanye kazi kwa miaka 5 na anaweza kurudi kwenye election, yani uchaguzi, na endapo atachaguliwa basi asafu tena miaka 5, akimaliza arudi tena kwenye uchaguzi, ambapo akiwahi tena arudi tena kwenye, so itakuwa hivyo. Lakini sasa baadhi ya Wakenya walitishia na kusema kwamba Ruto ajaribu, atajua Wakenya ni kina nani. Hopefully pia ndani ya Tanzania hapa we are not going to allow that one happen. Okay, because Cameroon have already allowed that one to happen. We can see sahi rais anaenda kwa miaka 100, ambapo atakuwa ameserve 43 good years. When we plus 8, another 8 ambayo atakuwa anaserve saino, mpaka amalize atakuwa ameserve for almost 51 good years. You can imagine. Just imagine. Yani uraisi mpaka amalize term yake by 2032 atakuwa amehudumu kama rais wa Cameroon kwa takriban miaka 51, karibu na nusu ya miaka yake ambayo ameishi hapa duniani. This is very worse, very worse. Let's talk about Uganda. Uganda, Rais Kaguta Museveni, baada ya vile vita ambavyo walikuwa wanataka kuchukua nchi pale, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 1982, yani 1982, mwaka wa 1982 mpaka sasa mwaka wa 2025, 2025, ambapo yuko kwenye ule uongozi kwa takriban miaka 40 sasa hivi tunavyoongea, ambapo Sahino yuko kwenye debe tena, anatafuta uungwaji wa mkono wa watu wa Uganda waweze kumuunga mkono, ambapo atakuwa ameserve, ama endapo atapata hizi kura, basi ataserve kwa miaka 5 zaidi, ambapo atakuwa amehudumu kwa takriban miaka 45 kuwa kiongozi. You can just imagine where we are going. So mimi kwangu ni kukuletea tu, ni kuambia kwamba watu wa Cameroon hawajakubaliana na hili, na sasa tunavyokuambia Cameroon sio kuzuri. Watu wamechafuka, wamesema liwe litakalokuwa, lakini huyu rais hawezi kutuongoza tena kwa miaka 8 ijayo. So wameanza kuvuruga, tumeweza kuona gari za polisi zimeanza kuchomwa, tumeweza kuona kwenye street jamaa wameingia wanaleta vurugu ya kila aina, lakini nchi za majirani zimeweza kutulia na kunyamaza, na hatujaona nchi yoyote Afrika ambayo imeweza kumpongeza kwa kuchaguliwa, kama vile tunavyojua kwamba baadhi
ya nchi za Afrika ama nchi za uzunguni vile vile pia huwa zinampongeza yule ambaye ni rais ambaye ametangazwa kwamba ameshinda kile kiti cha urais. Lakini kwa niaba ya Cameroon hatujaona nchi yoyote ama rais yoyote yule ambaye ameweza kupongeza watu wa Cameroon ama kumpongeza Paul Biya kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine ya 9. So ladies and gentlemen, let's wait and see whatever gonna happen in Cameroon. Sisi hapa kwa KG Chipande tunaombea amani, tunaombea ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na vile vile pia tunaombea haki ipatikane. It is what it is, ladies and gentlemen. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usihangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dr. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete, kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756944 au